Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe batana. Ndiyo waalimu na wahalimi, zambali ya leo tutazungumzia shughuli ya mtu, namna gani inachangia uchamungu. Hasa kabisa leo tuongelee waimbaji, ili wajue unapokuwa na kipaji cha kuimba na unukuu mzuri wa baadhi ya mambo ya kimungu, ukafanya wimbo wako, ukaweka akili yako kufanya jambo hilo, ya Mungu yanakuja kukufanyia mengine baada ya wewe pia kutoa mchango wako huo. Kipaji cha kuimba kilikuwa kina nafasi kubwa mbili kuelekea tatu. Kipaji cha kuimba kilikuwepo kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa jambo la aina yoyote, lakini pia kipaji cha kuimba kilikuwa ni ufariji kwa aliye na kipaji hicho, kuwafanyia wasiyekuwa na kipaji hicho. Kwa maana yuko mtu anapenda sana mziki, ima nyimbo, lakini yeye hana uwezekano wa kuzifanya hizo nyimbo. Ni kama vile wewe unapenda kula keki, unapenda kula pilau, lakini ukiambiwa lima mpunga pale, hiyo ni hadithi ndefu sasa. Kwa hiyo kwenye kila kipaji kuna wanaopenda ila hawana uwezekano wa kukifanya kipaji husika. Sasa wewe mwenye kipaji chako, wewe ndo uchukue nafasi hiyo kufanya kwa uwezekano wako wote. Kwa maana kwenye uchamungu mlielezwa kwamba haimbiwi Mungu.
yote muelewe. Haimbiwi Mungu, wala sisi hatumsifu Mungu. Mnatakiwa mjue sifa iko kwa ajili gani. Alafu mpambanuliwe, mjue mnafanya kazi ya aina gani na hatua yake ikoje. Mungu hataki sifa kwako wewe kiumbe. Kinachopasa kwako wewe kiumbe kwa Mungu ni wewe kumtii baada ya kumjua. Kumtii Mungu sio kumsifia. Naeleweka hivyo? Kwa maana kumtii Mungu sio kumsifu Mungu. Sifa iliwekwa kwa kiumbe ili kikisifiwa kiumbe kiongeze jitihada kwa kile kinachosifiwa kwacho. Sisi tukikusifia wewe mwanamuziki unaimba vizuri, maana yake ni wewe tunakutia hamasa, tunakuongezea nguvu, tunakutia moyo ufanye zaidi ya hivyo, na sio ubweteke baada ya kusifiwa. Hapa ndio mkaelezwa tangu kale kwamba Mungu waga hasifiwi. Kiumbe anasifiwa kwa kile alichokifanya yeye kiumbe. Mja akatengeneza kitu chake fulani hapo kizuri, chukua sifa zake mpe. Sifa inaenda kwa vinavyoishi ili viongeze jitihada ya kile wanachokifanya. Mungu amekwisha fanya usioyajua. Mungu amefanya na unayoyajua. Mungu unabaki kumtii tu na sio kumsifu. Kwa sababu hata ukisema ndo ukae kumsifu Mungu, sio eti kwamba ndio atafanya kwa kupitia sifa ulizomsifu. Yeye ameisha fanya kabla wewe hujajijua. Kabla wewe hujajijuaga, yeye kisha fanya mengi zaidi. Sasa yeye kwake unayekwenda ni utii. Ndio maana unatuona za mbali hapa. Ndio maana mnatuona tuko kwenye hii za mbali, tunakuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kumwabudu sio kumsifu.
ni mithili ya kumtegemea. Najua tunaelewana kama wacha Mungu hapo. Kwa hiyo mwanamuziki ukiimba mziki wako, wewe ukiimba mziki wako, utasifiwa kwa mziki wako mzuri, na wewe ndani ya mziki wako utawasifu baadhi ya wacha Mungu wenye jitihada kubwa walofanya hayo kwa ajili ya wengine. Hapa ndo tuelewe maana halisi ya sifa. Kwenye kitabu cha Jadi, mkisoma mle, mnakuta kuna tajo 12 za Mwenyezi Mungu. Tajo zile sio sifa. Ukisikia kuna jambo liliabudiwa na likawa linataka sifa jambo hilo, hilo jambo halikuaga Mungu. Hicho kilikuwa ni kiumbe, ndiyo maana kilihitaji kusifiwa kwa jitihada zake. Mungu hajafanya kwa jitihada. Yote hapa tuendelee kuelewa. Mungu hafanyi kwa jitihada. Hafanyi jambo eti kwamba wewe uje umsifu. Mungu amefanya ili sifa zitokee ndani yenu, nyie msifiane kwenye mema na mazuri, kisha mumtii yeye. Mnachobaki mnamtii yeye hapo Mungu. Lakini nakusifu Mungu, lugha potofu hizo. Lugha potofu hizo. Kinachosifiwa ni kile ambacho kinafurahi na kuchukia. Kiumbe ndo kina furaha na kina chuki, kwa maana kina makasiriko ndani yake. Ndio maana kiumbe kinahitaji faraja baada ya mapito ya makasiriko yaliyoko ndani yake kwenye mambo asiyoyataka kiumbe huyo. Kwa hiyo yote tuyajulie kwa pamoja hapa. Mungu hana makasiriko, wala Mungu hana furaha. Hivi vitu viwili viliwekwa ndani ya kiumbe ili kiumbe kiwe na chaguzi. Jambo lisilofaa chenyewe kikatae, ima jambo lisilostahili kiumbe akatae jambo hilo. Makasiriko
haikuwa kitu kibaya. Makasiriko ni kile kitu ambacho haukitaki wewe, kukaa mbali nacho kwa kuto kukidiriki. Haudiriki kukifanya. Kwa maana hicho unasema mimi sitakagi bwana kula nyama ya kitu fulani. Mtu akija akikulazimisha, maana yake wewe utaichukia ile nyama, utamchukia na huyo mtu. Lakini akila yeye hapo pembeni na wewe umekaa pembeni, hakulazimishi, utaona wewe hauichukii ile nyama wala na yule haumchukii, kwa sababu hajakulazimisha. Hapa unabaki tu na makasiriko, kwa maana ni makatazo ya ulojikataza ama ulokatazwa. Hichi kitu hakifai na wewe umekitengenezea linki ya kukikataa hivyo. Huo mgawanyiko wa wewe na hilo jambo, hilo ndo kasiriko. Huo mpaka ulowekwa hapo, bwana mimi sitaki pombe. Ukiweka mpaka na jambo, tayari ndani yake mtu akikulazimisha, kasiriko inatokea kwa kukaripia mtu huyo. Hapa ndo mkaambiwa kiumbe ndio kikapewa password hiyo, ili kikane mambo yasiyo kistahili chenyewe kinavotaka. Sasa baada ya kuelewa hivyo na kujua kasiriko ipo kwa sababu gani, Mungu atakuwaga anakasirika? Baada ya wewe kupata somo, unajua wazi kwamba Mungu hakasiriki. Unajua wazi kwamba Mungu hana chuki na kiumbe chake chochote. Hayo yote unayajua hapo. Na Mungu hana furaha na kiumbe chochote, isipokuwa Mungu ana lengo na viumbe vitakavyojua usahihi wake, vilivyoelezwa kwenye muujiza wake. Tuko pamoja hapo? Mungu ana lengo, na lengo sio furaha wala sio chuki. Yote tunaenda pamoja sasa hapo. Lengo sio kufurahi, lengo sio kuchukia. Kwa hiyo ukiweka lengo, unakuta hilo ni la Mungu. Ukiweka neno lengo, yani umetanguliza ukasema lengo, maana yake ni kinachoishi sasa kinafata lile lengo. Inatambulisha kiumbe kimoja ambacho sasa kinalielekea lile lengo lilivyosemwa kwa kuliishi. Hapa ndo unapata mlengo. Mlengo uko kwa kiumbe. Lengo ni la Mungu.
Mlengo ni kiumbe kinachofata ya Mungu. Tuitabele ochi longe bata. Kwa hiyo yote hapo tujieleweshe na sisi kwamba Mungu huwa hataki sifa kwetu. Mungu huwa hatakagi sifa kwa kiumbe cha aina yoyote. Mungu ameweka lengo. Ukimsema ana furaha ima ana chuki, sasa we iweke umo labda kwenye lengo lake. Na hautaifafanua kwa sababu lile lengo ni moja, kaliweka hapo, alafu nye mkapewa maisha, mlifate hilo lengo kwa hiari yenu wenyewe na sio kulazimishwa. Mlifate lengo, sio eti kwamba ndo ukiasi eti Mungu kule aende akakushike mashati, akukasirikie afanye hivi na vile. Ukiona unabanwa na ya Mungu, uwe unajua ni roho za kicha Mungu zilizokuzaaga, zikachukia mambo yako unayoyafanya, zikakutia magadhabu mbalimbali. Huyo anakuwa si Mungu. Wanakuwa ni hawa roho walokwisha kumtii Mungu. Wewe kama mtoto wao unawatia kero na kuwauzi. Roho hawa ndo wanakutia adhabu mbalimbali kwa hapa duniani ima kwenye sayari yoyote ya viumbe wanaoishi kimwili. Kwa hiyo ukiona wewe haufiki kwenye la Mungu hili, ukafikiri labda Mungu amekuchukia, umeenda kufanya mavitu ya ovyo ovyo ya kilaana, ukafikiri labda Mungu atakaaga hapo atakuchukiaga. Mungu hayuko hivyo. Watu waliokosa tafsiri halisi ya Mungu ndio walienda kuabudu mambo yasiyekuwa Mungu, wakakuta wameishi kwenye masharti ya viumbe. Mungu alikuumba, baada ya kukuumba ukapewa hiari ya kuishi. Ndio maana leo pia una uwezekano wewe wa kukaa kuchagua kula maboga, kula na kitu fulani hutaki. Na hauoni anakuja yeye kukulazimisha kwamba kula kitu fulani kwa nguvu. Ila mfumo alouweka kwako ni kwamba ni masti ule tu, kwa sababu usaidie viumbe wadogo wadogo wanaoishi kwenye mwili wako. Hiyo tu ndo sababu ya kiumbe kula. Kwa hiyo ukiona wewe uko busy hapo unakula, usifikiri labda unafanya jambo lingine. Unaneemesha viumbe wadogo wadogo walioko ndani ya mwili wako wewe, na wao wapate riziki kupitia kile utakachotumia wewe. Hapa ndo kula kukawekwa kwa kiumbe. Lakini sasa kula kuko kwenye lengo, kwa sababu ni huduma inayotoa huduma kwa vingine vinavyoishi. Lakini kuchagua kula huko hakuko kwenye lengo, huko kuko juu yako wewe unayekula. Kwa hiyo hapa
tunapata majibu ya kujua kwamba waimbaji, mkiwa na vipaji vyenu, imbieni wacha Mungu, uimbieni ucha Mungu, na sio kumuimbia Mungu. Wacha Mungu wakipenda mlichokifanya, nyie ndo mmepata baraka kubwa kwa wazazi na wazee, kwa sababu mmetumia kipaji chenu cha faraja kuwafikishia wasiokuwa nacho. Kwa hiyo somo letu la leo liko kwa ajili ya waimbaji. Katika jadi mmeelezwa hayo, kwamba hakunaga kumuimbiaga Mungu. Mnawaimbia wacha Mungu kuwakumbusha hatua ya kumwabudu Mungu. Mnawakumbusha wacha Mungu wanaotereza kwenda kinyume na ucha Mungu. Nyie ndo mnawaimbia wacha Mungu na sio kumuimbia Mungu. Yote kwa dhati ya kuishi, tunaelewana hapa. Kwa hiyo ukiona umeimba nyimbo yako imetufariji sisi, uwe unajua moja kwa moja wewe umepata ngazi kubwa kwa wazazi kwa hichi ulichokifanya. Umetumia nguvu yako kubwa kuweka kwenye akili ya kipaji chako, ukafanya kitu kizuri cha ziada na chema. Moja kwa moja zile faraja zetu za kufurahia nyimbo yako, moja kwa moja wewe umewafurahisha wazazi walomtii Mungu kabla yako, na wewe haumfurahishi Mungu, kwa sababu umekwisha elezwa Mungu ni jambo ambalo liko ndani ya kinyume na furaha. Mungu hayuko umo ndani ya furaha na chuki. Mungu hayuko umo. Mungu yu nje na kuishi kwa viumbe vyote. Hizo balance za kuishi akawawekeeni umo ili muweze kuishi kwa hiari kwa yale ambao mmeelekezwa ndani ya uishi. Lakini nimefanya hivi, Mungu hana furaha na mimi. Usifanye kitu kwa kumfurahisha Mungu. Mungu sio kiumbe. Mungu ni jambo tofauti na unavyodhani. Tufurahishe sisi tulomtii Mungu. Wewe unayefanya ya kwako hapo, tufurahishe sisi, kwa sababu sisi ndo tuko kwenye upande wa lengo lake. Walioasi wako wanajitafuta kwa ya kwao. Kwa hiyo yote hayo ukae uelewe. Kwa hiyo ukiona mtu kaasi, ujijue tayari na amejua ukweli, huyo ni sawa na alolaaniwa. Yule ambaye hajajuaga ukweli huu wa Mungu katika taratibu za jadi, ima taratibu hii ya jadi, huyo hana kosa lolote, bado yuko kwenye mihangaiko. Kwa hiyo aloasi ni alokwisha jua ukweli akaasi. Alafu kuna ambaye yupo hajawahiaga kusikia hili.
Huyo ukimkuta anafanya jambo lolote, we muhurumie, pita. Atafikaga wakati atajuaga kuwa kuna ukweli mmoja wa Mungu ambao ni taratibu hii ya jadi. Kwa hiyo hii taratibu nyie ndo mnapaswa kuimba kwa ajili ya waja walioko ndani ya huu taratibu, na sio kumuimbia Mungu kwamba unataka Mungu afurahi na nyimbo yako, kwamba umekaa hapo eti unamsifu Mungu. Haiko hivyo. Niwashukuru ndugu wacha Mungu. Somo letu la wajumbe waimbaji limekaa liko hivyo, na huo ndio ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.